Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu msikilizaji na mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Sabilu Salaf TV. Hii leo tumekuletea makala au video ambayo inamuonesha bila shaka huyu ni Sheikh wa Kiibadhi. Ameleta shubuha zake hapa ambazo tutazipangua pangua na kuweza kumbainishia kwamba ufahamu wake au maneno yake yatakiwa chukue sana tahadhari kuna kwa maneno yake. Mwanzo hapa alianza vizuri sana, kaanza vizuri. Tunampa pointi zake, kaanza vizuri lakini kaanza kuharibu baada ya dakika kama moja tu mbele hivi. Sasa hebu sikiliza. Kitu ambacho kinawakusanya Waislamu wote, mstari ambao wanasimama Waislamu wote bila ya kuangalia madhehebu zao, ni yale mapenzi ya kumpenda Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yoyote ambaye atakuwa yuko kinyume na mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyo atakuwa ni munafik, kwa sababu kumpenda Mtume ni katika nguzo za imani, ni wajibu. ويظهر حبه جليا عندما نحتفل بمولده الشريف, na mapenzi yake yanadhihiri hasa unapofikia ule wakati wa kutukuza na kuheshimu na kusherehekea yale mazazi yake matukufu. Sasa hapa ndipo alipoanza kuharibu, sawa, na hapo mbele sasa ndo kaja kuharibu kabisa. Hebu sikiliza pia. Wala bid'ata fi dhalik, hakuna bid'a katika kufanya jambo hilo. Wala bid'ata fi dhalik, hakuna bid'a katika kufanya jambo hilo. Kwa maana yake Mtume sallam alifanya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, masahaba wakalifanya na matabi'in wakalifanya. Okay, sasa tushangae kwa sababu huyu ni muibadhi, ni katika watu wa bid'a, hatushangai. Na wao labda hawajui labda maana ya bid'a, sisi huko hatupo. Sasa huyu jamaa kaja kupotosha watu hapa mbele, sawa, hapa mbele kaja kujifanya mjanja sana kama amesoma. Akasema kwamba hii ihtifal bil maulid, kwamba hata Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hata Allah subhanahu wa ta'ala ihtafala bi mawalidi anbiya'ihi, kama sikisahau nadhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliadhimisha mazazi ya manabii wake. Akaelezea aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sura Maryam, akasema wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Akaelezea kuna Nabiyullah Isa yawma wulidtu. Sasa kweli je, katika hii aya ndio kuna ashiria kwamba Allah kazungumzia kusherehekea mazazi, au Allah alizungumzia namna Nabiyullah Isa alivyokuwa akielezea kwamba na amani ikawa juu yangu, yauma wulidtu, siku nilipozaliwa, yauma amutu, na siku nitakayokufa. Hapa alielezea katika hiki ni kisa, ni kisa ambacho Nabiyullah Isa alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimuelezea Nabiyullah Isa. Sasa je, hii ndio dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka sababu au kawefungua mlango kusherehekea mazazi ya Mtume? Mbona mnazunguka? Haya, katika nyingine akaja kuzusha kwamba hii maulid au kusherehekea maulid ni ambalo limethibiti katika karne 3 bora. Katika karne 3 bora. Sasa ngoja tumsikize kwanza, alafu ndio kubainisha karne ipi, ni karne ipi ambayo mazazi ya Mtume sallam yalianza kusherehekewa. Taelezea yote. Fa inna Allah ta'ala qad ihtafala bimawalidi anbiya'ihi faqala an maulidi sayyidina Isa alayhi salam wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Hata Mwenyezi Mungu alitukuza zile siku za mazazi ya mitume wake. Katika suratu Maryam anataja mazazi ya Nabiyullah Isa alayhi salam, akiyatukuza mazazi haya, kisha akasema
katika kauli ya au katika kinywa cha Nabiyullah Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu, yauma wulidtu, siku nilozaliwa, wa yauma amutu wa yauma ub'athu hayya. Sasa jamani, hivi kweli Allah kutaja siku ya kuzaliwa kwa Nabiyullah Isa ni udalili kwamba Allah katoa ruhusa au karuhusu kusherehekea siku hiyo? Hivi kama ingekuwa hilo, Waislamu sasa hivi tungekuwa tunasherehekea siku ambayo Allah alikamilisha dini hii ya Uislamu haqqan. Katika aya iliyosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii siku hii kama ingekuwa ni hivyo kwamba kila siku inayotajwa tusherehekee, basi tungesherehekea karibia mwaka mzima tunasherehekea sasa. Sawa? Sasa kweli hizi ni hoja za kutoa kwamba ni ishara ya kusherehekea Maulid? Tuendelee. Hili walilichukua watu wa Makka wakalifanyia kazi katika zile karne 3 bora. Mazazi au hii kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yameanza katika karne ya 4, na walioanzisha jambo hilo walikuwa ni Mashia wa daula ya Fatimiyya. Sawa? Haikuwa karne ya 3 wala ya 2 wala ya kwanza, ilikuwa ni karne ya 4 ndipo alianza haya mambo ya kusherehekea Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo haikuwa katika karne 3 bora, no, ilikuwa ni karne kuanzia ya 4, ya 5, ya 6 huko. Sawa? Na baadaye ikaenea katika miji mingine huko. Wakawa kila ukifika wakati wa mazazi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanakwenda pale pahala alipozaliwa wakifanya sherehe na kufurahia na kualika waliokuwa hawajiwezi, wakatoa sadaka na mambo mengine. Okay, Mashia hao. Sawa. Sasa sisi kwa hapa tutaishia hapa, lakini kwa baadhi ni nasaha kwa hawa masufi ambao wanajitetea sana katika hii nyanja au nyanja hizi za Maulidi. Wajua kwamba hawa maibadhi ni sehemu katika Ushia cha kwanza, na wao wanafikiana na Mashia katika swala la Maulid, wote wanateteana. Sasa kuna baadhi ya masufi ambao wanakiri kwamba Mashia si katika Uislamu, sio Waislamu, lakini bado wana tembea nao katika mambo haya bid'ati na kusherehekea. Na ukiwaambia jamani, bid'a hii Maulid imeanzishwa na Fatimia, ni Mashia wale marafidha ambao wanaotusi maswahaba, wanakataa katakata. Sasa hii ni katika nasaha ambazo tunazielekeza kwa hawa ambao wanajifanya wamesoma, kwamba waache kupotosha umma, waache kuleta janja katika dini hii ya Uislamu. Kama kitu una elimu nacho acha, kama kitu unajua kabisa hiki ni cha haramu, jamani, usitafute kuizunguka sheria, achana nacho. Sasa sisi tutakuachia video nzima usikize mwanzo mwisho, mengi sana ambayo kazungumza ambayo ni kinyume sana na Uislamu. Sasa utasikiza mwanzo mwisho. Ulikuwa nasi, hii ni Sabilu Salaf TV. Usisahau kusubscribe, kucomment ili kuweza kuwapa ushauri hawa watu, pia na kushare video hii kuweza kuwanusuru Waislamu ambao hawana elimu, wenyewe wanafuata kila linalosemwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sabilu Salaf TV, daima haki itaonekana. Kitu ambacho kinawakusanya Waislamu wote, mstari ambao wanasimama Waislamu wote bila ya kuangalia madhehebu zao, ni yale mapenzi ya kumpenda Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yoyote ambaye atakuwa yuko kinyume na mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyo atakuwa ni munafik, kwa sababu kumpenda Mtume ni katika nguzo za imani, ni wajibu. ويظهر حبه جليا عندما نحتفل بمولده الشريف, na mapenzi yake yanadhihiri hasa unapofikia ule wakati wa kutukuza na kuheshimu na kusherehekea yale mazazi yake matukufu. Hapo yanadhihiri mapenzi ya Waislamu wote. Wala bid'ata fi dhalik, hakuna bid'a katika kufanya jambo hilo.
fa inna Allaha ta'ala qad ihtafala bimawalidi anbiyaihi faqala an maulidi sayyidina Isa alayhi salam wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Hata Mwenyezi Mungu alitukuza zile siku za mazazi ya mitume wake. Katika suratu Maryam anataja mazazi ya Nabiyullahi Isa alayhi salam, akiyatukuza mazazi haya, kisha akasema katika kauli ya au katika kinywa cha Nabiyullahi Isa, wassalamu alayya yawma wulidtu, yawma wulidtu, siku nilozaliwa, wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Hili walilichukua watu wa Makka wakalifanyia kazi katika zile karne 3 bora, wakawa kila ukifika wakati wa mazazi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wanakwenda pale pahala alipozaliwa, wakifanya sherehe na kufurahia na kualika waliokuwa hawajiwezi, wakatoa sadaka na mambo mengine, ndio ihtifal. Ada hii ikaendelea mpaka ikaingia katika nchi ya Misri, ikaingia Iraq katika mji wa Mosul na Iraq nzima, kisha katika biladu al-Maghrib al-Arabi, Tunis, Morocco na nchi zingine. Na sisi tunafanya jambo hili katika nchi zetu hizi za East Africa kote. Kifika wakati huu watu wanasherehekea na kutaja na kuelezea sifa bora na mazazi matukufu ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo fala yultafatu ila man attala sha'aira ad-din mutadhahirina bimuqawamati al-bid'a al-muhdatha, wale ambao wanasema jambo hili ni jambo la kuzusha. Umeona hapo kwamba ni jambo la enzi na enzi, tangu kwenye karne 3 bora. Hawa si watu wa kuangalia wala kuwatazama, kwa sababu jambo hili linatukusanya sote. Na bila shaka hata katika nchi ya Oman wanafanya hili, wanasoma kitabu cha Maulid cha An-Nash'atul Muhammadiyya alichokitunga Abu Muslim al-Bahlani, alimun kabir al-allama an-Nihrir, alikuwa ameishi Zanzibar akafia Zanzibar. Ana kitabu katika al-Maulid, na hili si jambo geni. Wangapi katika wanazuoni wakubwa na muhakikina na muhadithin, anasema Abdul Hayy al-Kattani al-Imam kwamba ikiwa ingalikuwa maktaba ya Baghdad haikuchomwa moto na wale watu waliotoka Mongolia at-Tatariyin, na kupinduka au kupinduliwa ile dola ya Uhispania, kulikuwa kuna maktabati nyingi sana, maelfu kwa maelfu ya maktaba. Anasema lau zingalikuwa ziko hai zile, tukahesabu majina tu ya walioandika vitabu kuhusiana na mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, peke yake zingejaa volume 2 kubwa. Jamii al-muhaqqiqin wameandika kabisa katika mazazi kama hii tunosoma Barzanji, na wameandika na wao vitabu vyao, mpaka Wazirul Awqaf As-Sayyid Usama Al-Azhari akasema katika kitabu chake alipoelezea historia za wanavyoni wa Kimisri, Jamharatul Masriyin, na sisi tunatakiwa tuwe na hizi jamhara, kukusanya habari za wanazuoni wetu, mchango wao katika dini. Wakifa ndo wamekufa, wamepotea, hawajulikani tena. Miongozo hatuna, pakushika hatuna, imebakia tu story 1 2 hapa na kule. Ni jambo ambalo tumelipoteza Waislamu wa huku kwetu na kusudia. Akasema katika kitabu chake Jamharatul Masriyin, akasema mimma yustadraku ala Abdul Hayy al-Kattani maulidin nash'ati al-Muhammadiyya li Abi Muslim al-Bahlani. Hiyo niloitaja hapo ya Abu Muslim al-Bahlani, akasema tunamstadrik, tunaongezea kitu katika kile kitabu alichokiandika huyu bwana cha al-Mawalid
kaandika, kataja majina ya wanazuoni na vitabu vyao na kila kitu walioandika katika habari za mazazi ya Mtume. Lakini huyu bwana hakuandika kwamba katika hao wanazuoni wakubwa yupo Abu Muslim al-Bahlani ambaye ameandika kitabu cha An-Nasha al-Muhammadiyya. Pengine haikumfika habari yake. Mwanachuoni wa wapi? Misri. Usama al-Azhari sasa hivi ni wazirul awqaf, anataja habari ya Abu Muslim al-Bahlani na kitabu chake cha An-Nash'atul Muhammadiyya. Wangapi katika sisi tumekisoma au kukijua wala kukiona? Udhkur haditha as-salihina wa fadlahum fabidhikrihim tatanazzalu ar-rahmatu wadhkur fadailahum tajid barakatihim wa quburahum zurha idha ma matu. Unapotaja habari za watu wema, kwanza tunajifunza katika mambo yao mema na mwenendo wao mwema wa kimaisha, lakini pia Mwenyezi Mungu anateremsha rahma, anateremsha baraka. Lakini sasa imekuwa ni kinyume. Story na habari ni za wasanii, watu maarufu wa mambo tofauti tofauti. Hizi ndio habari zetu kama Waislamu, lakini habari za watu wakubwa waliobeba ustaarabu na maendeleo ya Kiislamu mpaka tukaishi hivi, tuko wote pamoja, habari hizi huwezi kukuta sana zinazungumzwa au zinaonekana ni habari za kizamani. Sivyo, tunatakiwa tuyahuishe yale ambayo yalijengwa kwetu. Na ukiangalia wale ambao wanapinga masala haya kwamba ni bid'a na nini, ukitizama sana bahthi yao utakuta imekuja katika jambo la at-turuk. Turuk maana yake kuacha, ay talabu al-iqla'i an kulli amalin salihin bid'awa annahu laysa min ad-din, kwamba mtu aache kila jambo lilokuwa jema zuri kwa yale madai ya kusema kwamba hili jambo bwana halipo kwenye dini, bwana limeongezwa hili katika dini. Wa in kana la yunafi din, hata ikiwa lile jambo halipingani na dini chochote. Je, likiwa lina asli kama hili? Hili lina asli. Ndio wakasema maulama, at-tarku wahdahu laysa bihujja. Hakuna kitu kama hicho, hakuna dalili hiyo katika sheria kwamba kuacha peke yake, kutokufanya Mtume au masahaba zake kwamba peke yake ndiyo hoja hiyo. Bittifaqi al-usuliyin, watu wa usulul fiqh, maulama wote wamewafikiana hivyo. At-tarku wahdahu laysa bihujja, at-tarku laysa bihujjatin fi shar'ina. Anasema mmoja katika hao wanazuoni, at-tarku laysa bihujjatin fi shar'ina, sio sheria katika dini yetu. At-tarku laysa bihujjatin fi shar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba, faman ibtagha hadaran bitarki nabiyina wa ra'ahu hukman sadiqan wa sawaba faqad dhalla, huyo atakuwa amepotea. Ikiwa hiyo ndio dalili yake peke yake, faqad dhalla an nahji al-adillati kulliha bal akhta al-hukma as-sahiha wa khaba, itakuwa ile hukumu iliyokuwa sahihi yeye kaikosa. At-tarku wahdahu laysa bihujja. Sabilu Salaf TV, Sabilu Salaf TV, daima haki itaonekana. وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لا